Yo, niko na mrembo Black Beauty kama mnavyomuona, anaitwa Flora. Natamani pia kuzungumza naye mawili matatu kama ilivyoada. Story wazi kosi. Sisi ni wazee wa kupiga story tu na watoto wazuri. Mambo vipi? Poa mzee. Poa. Unaendelea? Niko poa. Mwambie jina lako. Naitwa Flora. Kwa nini usijiite Flora Madimples? TikTok natumia jina Miss Dimples. Hongera sana. Asante. Unahisi kuwa na dimples ni kubarikiwa? Nimebarikiwa na Mungu. Dimples huwa zimekuongezea urembo kinamna fulani au si? Of course. Wanaume kuna baadhi ya wanaume huwa wanakuzimikia kwa sababu ya dimples. Wapo. Na wengine wakija wanakuambia kabisa, "Da, Flora wewe mzuri ukitabasamu." Sana. Wananiambia kabisa mimi nimependa hizo dimples sana. Okay. Vipi hali yako? Niko poa. Umependeza sana. Asante. Kama kuja kumsupport BM au si? BM. Okay. BM ni mtu wa namna gani kwako? BM yani kwangu ni mtu ambaye yani sijui nisemeje, lakini ni mtu ambaye kwangu ni kama bosi, ni kama manager kwangu, ni kama yani ana nafasi nyingi sana kwangu. Okay. Okay. Umependeza sana. Asante. Hivi hichi tunahitaji hichi kipochi tu. Okay. Hicho kipochi bei gani? 20,000. 20,000. Kwenye hicho kipochi huwezi kukosa kitu gani? Simu, spray. Okay, simu na hela. Hivyo ndio muhimu sana. Okay. Maflora wengi huwa ni warembo, wapole, alafu ni watu fulani hivyo wakiwa kwenye mahusiano anaganda sana wanaume. Una mwanaume wako? Yuko wapi? Nyumbani. Yuko nyumbani? Kwa nini usiku huko kuja kupati afu yeye yuko nyumbani? Hapana, sio vitu vyake. Sio vitu. Naishi yote au yupo kwao? Hapana, yupo kwao, yupo kwetu. Ni wachumba tu. Mimi nipo kwetu. Kwa nini unampenda? Nampenda kwa sababu ananipenda. Cha kwanza hivyo yani. Ananipenda ndio maana nampenda. Nakupenda ndio maana. Okay, ni kabila gani mpenzi wako? Na ni mpenzi wangu? Mkinga. Kinga. Wewe? Mimi ni Mpogolo uliochanganyika na Usukuma. Wewe Mpogolo mchanganyiko na Msukuma. Hivi tabia za mabinti wa Kipogolo ni zipi? Wapogolo ni wabishi. Mabinti wa Kipogolo wabishi sana. Sana. Hata wewe kumbe mbishi. Mimi sio mbishi. Mimi sio mbishi. Okay. Kwa nini ulimpenda mwanaume uliye naye? Ana sifa ninazozipenda. Sifa gani? Napenda mwanaume ambaye anajituma kwanza. Alafu anajijali kwanza yeye mwenyewe. Kwa sababu akijijali yeye atakuwa na uwezo wa kunijali mimi, labda na familia huko baadaye. Napenda mwanaume mpambanaji. Napenda mwanaume mpambanaji. Wewe unapambana? Napambana. Unafanya kazi? Okay, umewahi kumwonga mshikaji shinda? Kumwonga? Hapana, simwongi. Ila nampa. Umewahi kumpa kiasi gani? Yaani pesa ambayo shampa kubwa sana ni kiasi gani? Mimi kwa sababu mimi ndo naanza jamani. 50,000. 50,000. Unataka kumpa mwanamke wako 50,000. Alafu wala uwazi. Si wazi. Yeye huwa anakupa pia sana. Okay, unaenjoy kuwa naye? Na-enjoy sana. Hapa hivi usiku huu wanaume ambao unawaona hapa roho yako haijaenda kwatu hata kwa mwanaume mmoja? Hapana, nimefuata kilichonileta. Huwezi kumtamani mwanaume mwingine kwa sababu gani? Hapana. Siwezi. Rangi yako unaipenda? Sana. Kweli? Sana. Kwa nini unaipenda rangi? Kwa sababu ndio rangi ambayo ni natural kwanza. Kwa hata kama nikiipoteza hii siwezi kuipata tena. Kweli. Baadhi ya watu ambao wao wanakusifia vitu gani vikuu kwako? Yaani wakija wanaanza first of all rangi yangu. Okay. Nasema una rangi nzuri. Okay, kisha dimples na umbo tu, yani jinsi nilivyo basi. Muumbika vizuri. Hivi shape una? I don't know. You don't know. Kweli? Sijui. Okay. Niambie faida 2 za kuwa binti ambaye upo kwenye TikTok as a content creator. Faida. Kwamba kwanza ukifanya content inaweza ikaja kama kazi, maybe inaweza kukufanya
ukatafutwa na watu mbalimbali kwa ajili ya kufanya kazi. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwa ajili ya yani sana sana ni hivyo, yani yote inaenda kwenye upande huo kwa ajili yani mtu unajulikana yani kwa kutumia content zako. Lengo lako kuu kwa mwaka 2026 kwenye maisha yako ni nini ambacho umemwomba Mungu kwamba mwaka huu Mungu usiishe hujanitimizia hichi? Mungu anibariki niwe na kwangu. Uwe na kwako. Uwe na kwako. Pange kwako au uwe na mume wako? Niwe na kwangu. Na mume wako au kwako wewe mwenyewe? Niwe na kwangu mimi mwenyewe. Okay. Upange kwako chumba chako na kila kitu wewe. Ukiwa na kwako utamruhusu jamaa kuja? Hapana. Hapana. Huwezi kumruhusu mpenzi wako kuja? Hata yeye hawezi kukubali. Kweli? Kwa hiyo kodi atalipa yeye, utalipa wewe? Haijalishi analipa yeye, analipa mimi, lakini kuja kwangu kwa sababu ndo kwanza naanza. So huwezi kuruhusu. Kweli? Kweli. Kwa hiyo bora wewe uende kwake lakini asije. Yeah. Okay. Unampenda? Nampenda sana. Kweli? Jina lake linaanza na herufi gani? Herufi tu. Hapana. Jina lake linaanza na herufi gani? A, B, C, D au herufi gani? Ni kodi, ukitaja tu atamjua wapi. Naogopa utaibiwa. Ni handsome? Kwangu mimi ni handsome, sijui kwa wengine. Kwangu mimi ni handsome, ndio maana sioni kwingine. Kweli? Uone kwingine. Kweli. Kwenye mapenzi unapenda nini? Unapenda pesa au unapenda kitu gani? Kwa mapenzi napenda nipendwe, then nijaliwe. Kujali simaanishi kwamba labda ananipa hela, hapana. Yani kujali, yani anikee tu just mpenzi wake yani. Yani anikee kama mpenzi wake. Ashakuvisha pete? Bado. Mpango uko? Mwaka huu. Mwaka huu. Hela kubwa ambayo shawahi kukupa jamani shinda? 300,000 ya simu. 300,000 ya simu. Alikupa ya kazi gani? Ya simu. Ya simu. Alikununulia simu. Hapo ndo ukampenda sana kwa sababu amekununulia simu. Hapana, nilikuwa nampenda hapo kabla, na hata simu ilivyokuja imekuja ilikuta mapenzi yanaendelea, na mpenda. Huwa mnaenda ibadani wewe na mpenzi wako? Yeye anaenda akiwa kwa familia na mimi naenda. Kila mtu anaenda kivyake. Kwenye sala yako ni kitu gani ambacho huwa unamwombea sana mwanaume? Mungu amsaidie azidi kupambana na azidi kujielewa yeye kama mwanaume nini anafanya na malengo yake asiyasahau. Umepanga kumzalia watoto wangapi? 3 tu. 3 tu? Wanaume wao wangapi? Mungu bana, hiyo ni mpango ya Mungu jamani. Ya Mungu. Mpe ujumbe mmoja. Najua anaitazama hii video mshikaji, namwambia. Nampenda sana. Akikuacha? Sijui, lakini sijui kama hicho kitu kitatokea, kozi ananipenda. Basi mimi nikushukuru. Asante.